Wapenzi watazamaji, ninawasalimu popote mlipo, hamjambo. Siasa ya Kenya inazidi kukaa tamu zaidi. CEO wa IEBC, tume ya mipaka katika taifa letu la Kenya na kusimamia uchaguzi, mwenye anaitwa Marijan Hussein Marijan, ameweza kujiuzulu au kipenda ameweza kuresign baada ya Rigathi Gachagua kusema kwamba hana imani naye. Mkurugenzi mtendaji huyo wa tume huru ya uchaguzi na mipaka katika taifa letu la Kenya IEBC, Marijan Hussein Marijan, aliweza kujiachisha rasmi kazi kutoka kwa wadhifa wake siku ya Jumanne tarehe 3 mwezi wa pili mwaka 2026. Nitawaeleza ninachekea nini, mpenzi mtazamaji. Bana Marijan Hussein Marijan ambaye amehudumu katika IEBC tangia mwaka 2015, alisema kwamba uamuzi wake wa kuondoka ulifikiwa baada ya mashauriano ya kina. Kwa sababu taarifa ambayo imeweza kutolewa na IEBC, ninajaribu sana kadiri ya uwezo wangu kuibadilisha kutoka kwa lugha ya King'ong'o au ukipenda lugha ya Kimombo kuja kwa lugha ya Kiswahili. Alisema kwamba kama mnavyofahamu, tume na mimi tumekubaliana kwa pamoja juu ya mpito uliopangwa vema katika afisi ya katibu wa tume, mkurugenzi mtendaji. Ninaandika barua hii kuwashukuru kwa dhati kwa heshima ya kufanya kazi nanyi kwa miaka yote, alisema Bwana Marijan Hussein Marijan. Nyote mnajua Bwana Marijan aliweza kuchukua wadhifa kama mkurugenzi ambaye anashikilia kazi baada ya Ezra Chiloba kuacha kazi mnamo mwaka 2015. Kwa hivyo Bwana Marijan akachukua ile kazi kama acting CEO mpaka mwaka 2022, wakati ambapo sasa aliweza kuchaguliwa kamili kuwa CEO wa IEBC sasa kamili. Sasa huyu Marijan Hussein Marijan mwenye ameweza kuresign au kupenda kujiuzulu akiwa mkurugenzi mtendaji, Marijan alikuwa na jukumu la kusimamia shughuli za kila siku za tume ya IEBC, ikiwemo usimamizi wa uchaguzi, rasilimali watu na utekelezaji wa sera za tume. Kwa hivyo alikuwa anasimamia uchaguzi, alikuwa anasimamia tume pamoja na rasilimali na utendaji wa sera. Mnaelewa wapenzi watazamaji, kujiuzulu huku kwa Marijan kunajiri wakati ambapo IEBC inakabiliwa na shinikizo kubwa kutoka kwa mrengo wa upinzani na Wakenya kwa ujumla, huku maandalizi ya uchaguzi wa mwaka 2027 yakizidi kushika kasi. Mnakumbuka wiki iliyopita mrengo wa upinzani ukiongozwa na Rigathi Gachagua, Fred Matiang'i,
Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Justin Muturi waliweza kufika katika afisi za IEBC, mahala ambapo waliweza kueleza masuala muhimu waliodai kwamba yanahitaji kushughulikiwa haraka kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027. Na katika yale ambayo viongozi hawa wa upinzani waliweza kuyatoa, Rigathi Gachagua, sikiliza hapo, Rigathi Gachagua, kiongozi wa chama cha Democracy for Citizens Party DCP, alikuwa mkosoaji mkubwa wa Marijan Hussein Marijan wakati wa ziara hiyo ya upinzani katika majengo ya IEBC, akieleza wazi kutokuwa na imani na uongozi wake Marijan Hussein Marijan katika tume ya kusimamia uchaguzi katika taifa letu la Kenya. Wapenzi watazamaji, huu ni ushindi mkubwa sana kwa mrengo wa upinzani. Kipindi ambapo waliweza kutembea IEBC, waliweza kutembelea katika afisi za IEBC, walilalamika na kusema kwamba hawana imani na Hussein Marijan. Wakasema kwamba wanataka aweze kujiuzulu, kwa sababu juzi Justin Muturi katika taarifa ambazo aliweza kuchapisha kwenye mitandao ya kijamii alisema kwamba Hussein Marijan amekuwa akipatana na baadhi ya viongozi kutoka Venezuela kupanga jinsi ambavyo wataiba kura katika uchaguzi wa mwaka 2027. Yaani Bwana JB Muturi aliweza kusema kwamba Marijan amekuwa akipatana na viongozi kutoka upande wa Venezuela ambao wanaaminika kwamba wanatumika na serikali kupanga kuiba uchaguzi. Upinzani na wao vilevile waliweza kusema kwamba hawana imani na jinsi ambavyo wameweza kununua makaratasi ya kupiga kura, na aswa ile mitambo ambayo itakuja kutumika kupigia kura ya inaitwa Kim Kits ambazo zimeweza kukataliwa ulimwengu mzima, za Smartmatic International. Sasa mpenzi mtazamaji, yani Justin Muturi alisema kwamba yuko na evidence, yani yuko na ushahidi jinsi ambavyo Marijan Hussein Marijan amekuwa kwenye mikutano na viongozi wa Venezuela, na akaeleza kwamba kuna mipango ya kuiba uchaguzi wa mwaka 2027. Hata haijaweza kupita siku 2-3, Hussein Marijan ameweza kujiuzulu. Ninakuambia kwamba hawa viongozi ambao wako upande wa upinzani wakiongozwa na Rigathi Gachagua pamoja na Justin Muturi, hawa ni viongozi ambao wamekuwa kwenye hii serikali ya William Ruto. Kwa hivyo wanajua jinsi ambavyo mambo yamekuwa yakipangwa. Na Wakenya, ninawaomba, kama tuko na mpango wa kumuondoa William Ruto madarakani, lazima tuweze kuwashirikisha Rigathi Gachagua pamoja na Justin Muturi waweze kutusaidia tuwapeleke hawa viongozi nyumbani. Kipindi ambapo hawa wawili wanatusaidia, kwa sababu wako na watu pale ndani ya serikali ambao wanawaibia siri, tuhakikishe na sisi tunajiandikisha kama wapiga kura, tunajiandaa mapema kwa minajili ya uchaguzi ujao. Huu ni ushindi mkubwa kwa upinzani baada ya Hussein Marijan kujiuzulu. Na nimekueleza kwamba Gachagua amekuwa akilalamika kwamba hana imani na Marijan. Ama huu ni mtego wa William Ruto kucheza upinzani? Tupatane kwa kanda ijayo.